Bana, ni kujuza ya kwamba miaka ya nyuma ilikuwa tukizungumzia ulinzi wa mtoto, tukizungumzia ustawi wa mtoto, basi concentration ya wazazi, familia na jamii ilikuwa inamtazama mtoto wa kike. Lakini mambo yamebadilika, si kama ambavyo ilivyokuwa zamani, kwamba mtoto wa kike anapewa kipaumbele kwa sababu udhaifu wake, hali yake ya usichana, lakini udhaifu wake wa kimaumbile na mambo yanayofanana jinsi vile alivyo. Lakini tofauti na miaka ya leo ya kwamba mtoto wa kuchungwa zaidi kwa wakati huu ni mtoto wa kiume. Unaweza usijue mambo mengi kuhusiana na mtoto wako wa kiume, lakini majirani, marafiki wakajua. Hebu pata muda wa kukaa na kuzungumza na kijana wako, kwa sababu hujui anapitia mambo gani, hujui anakutana na marafiki gani, hujui anakutana na watu aina gani. Kumbuka siku nimeenda kulala kwake, then akawa anazunguka kitanda, anajigeuza. Mimi nikabidi nimuulize, kwa nini shida? Nini tatizo? John, mimi nakupendaga. Namwambia, na mimi nakupenda pia. Hasa mimi najua ni yule marafiki sasa. Tunakimbia riadha pamoja shuleni. Okay, mimi nakupenda pia. Hapana, wewe ni kama unipendi. Sisi nikataa kujua kwa nini simpendi. Mbona unasema hivyo sikupendi? Akachukua mkono wangu, akashikisha kwenye mjegeje. Basi kuwa usipokuwa mwalimu wake wa pili baada ya mwalimu wa shuleni, kuna uwezekano kwamba akapata walimu wengine wakamfundisha vitu visivyofaa. Na hii hasa kutokana na ombi la dunia kwenye swala zima la jambo la kiushoga. Si jambo jema na limekuwa na kasi kubwa, lakini linafanyika kwa siri kubwa. Asilimia kubwa ya wazazi na familia zimekuja kujua jambo hili baada watoto wao, vijana wao wameshaharibika. Na ni kwa sababu moja tu, hatuna utamaduni wa kuzungumza na watoto wetu wa kiume. Hebu angalia hii video vizuri. Hivi unaona kifani hivyo kutengeneza? Nimeisha. Sasa akashusha mkono, baada atanimeachia kule chini, akalisha kifua. Mimi nani? Nguvu zikaisha. Kaanza kuongea kimakonde, nikaongea kiji. Kwa hiyo sasa mimi nina maumivu. Siwezi mwambia mama, baba yangu yuko South Africa anafanya kazi huko. Siwezi mwambia kaka yangu, kwa sababu mimi kwetu nyumbani tulikuwa tunafuatana wanaume 7, alafu wa kike ni mmoja, ambaye ameolewa hapa Canada pia, na yeye ameolewa na mzungu. So mimi nikamwambia rafiki yangu mwingine, dia nimeenda kwa unamjua kijana fulani. Huyo kijana alikuwa na siwezi taja maana hilo jina pia nalitumia kwenye uaskari wake sasa hivi kwenda usalama Tanzania. Nikamwambia unamkumbuka fulani? Namjua. Nimeenda kwake, imekuwa hivi na hivi. Akaniambia, pole, lakini hakuwa na mafuta. Nikamwambia mafuta? Hapo kwanza nikashtuka. Mimi sikuwa najua mafuta yanaweza shiriki kufanya mtu nani. Ati South Africa au Kigoma? Wewe ni kome. Jamani, mnaonijua mnikome, msitaje maeneo ambao wazazi wangu wamefanya kazi tafadhali. Hapa niko kwenye interview. Hiki ni kitu kitapostiwa, kitaangaliwa na wazazi wangu, bado wako hai wote. Watoto wangu wataangalia, kaka zangu wataangalia, mpaka dada yangu. Unaona? Ndio akaniambia, kwa nini hakutumia mafuta? Nikamwambia mafuta unamaanisha nini? Hapo sikuelewa. Kwa hivyo kumbe wewe rafiki yangu pia mwingine na yeye ni mchezo hiyo. Mzazi, mlezi, ukiona kijana wako yuko na rafiki yule kila siku, yani ukiona kaja nyumbani hakuna mabadiliko ya rafiki mwingine, basi jaribu kujiuliza, kwa nini urafiki wa aina hii umekuwa ni wa kudumu, umekuwa wa muda mrefu na wenye mwendelezo? Basi unatakiwa uchukue hatua za kutafuta namna ya kujua kwa undani. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba tusiwachukulie poa watoto wetu kwamba ni watu ambao wanajelewa, kwa sababu vishawishi vimekuwa ni vingi, na baadhi ya vishawishi hivyo viko nje ya uwezo wao, wakiaminishwa kile ambacho wao wanapenda kuamini kuwa watafanikiwa. Wengi wameharibikiwa kwenye namna ambayo
si ya kawaida, kwenye namna nyepesi kabisa, lakini kwa sababu tu wanaokutana nao ni wale wenye kujenga ushawishi, na hiyo michezo ameshaizoea. Kwa hiyo kwake yeye inakuwa ni mgeni kuepuka hivyo vishawishi. Hebu jitahidi kuzungumza naye kwa kina, zungumza naye kwa kirefu, muhoji, mweleze madhara ya hilo jambo na hatari yake, lakini ajue kwamba yeye atakuja kuwa baba wa familia pale atapoingia kwenye hilo jambo, manake hataweza kuwa baba bora kwenye familia yake kwa siku zijazo.